Mkuu wa wilaya Mbozi amelitaka jeshi la polisi kumkamata kiongozi wa mila wa kijiji cha Namwangwa, Chifu Mgalula, kwa tuhuma za kusababisha wanafunzi wa shule ya msingi Namwangwa kuanguka na kupoteza fahamu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amelaani ajali mbaya wakati wa uzinduzi wa meli mpya ya kivita na kuita kitendo cha uhalifu. Na katika michezo, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amebeba gharama zote za uwanja wa New Amani Complex kuelekea mchezo wa pili wa fainali kombe la shirikisho Afrika utakaochezwa tarehe 25 kati ya Simba SC na RS Berkane. Asante kwa kuendelea kuitazama Channel 10 Plus, na sasa ni wakati wa kuweza kukuletea taarifa mbalimbali tulizokuandalia jioni hii. Mimi ni Fatma Hassan, karibu. Wiki moja baada ya Marekani kuwapa hifadhi karibu wa Afrika 60, hatua iliyoikereketa Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa ametembelea ikulu ya White House kurejesha uhusiano wa nchi hizo. Tupate taarifa kamili kutoka kwa mwanahabari wetu. Rais Donald Trump alikuwa mwenyeji wa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House. Mambo hayakuwa rahisi kama wengi walivyodhani. Rais Trump kwa mara nyingine alitumia ofisi yake ya Oval kumshambulia kiongozi mwingine wa ngazi za juu aliyezuru ofisi hiyo, Cyril Ramaphosa, Rais wa Afrika Kusini. Katika kile kilichochukuliwa kama hatua ya kumwaibisha Ramaphosa, Trump alionyesha video iliyokuwa na kile kinachodaiwa kama mauaji ya kimbari ya wakulima wazungu nchini Afrika ya Kusini, madai ambayo hata hivyo hayana ukweli. Katikati ya mvutano wa wakuu hao wawili ofisini humo, Ramaphosa alimtaka Trump kujadili masuala yanayohusu ubaguzi wa rangi kwa utulivu mkubwa, akirejea uradhi wa Nelson Mandela, mwanaharakati aliyepinga ubaguzi wa rangi na rais wa kwanza mweusi aliyechaguliwa kidemokrasia nchini Afrika Kusini baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Alisema kiongozi huyo aliwafunza kukaa mezani na kuzungumza pindi yanapotokea matatizo. Ni kutokana na hilo, kila wakati alijaribu kuyatuliza mazungumzo hayo na Trump kwa kuingiza masuala kuanzia ya biashara, ushirikiano wa kiuchumi na hata mchezo wa gofu ili angalau kumfurahisha Trump. Lakini mwisho wa yote aliwaambia waandishi wa habari wakati anaondoka ikulu ya White House kwamba mazungumzo yao yalikuwa mazuri mno, na yeye mwenyewe Trump alisema baada ya mazungumzo hayo na Ramaphosa kwamba yalikwenda vizuri. Ramaphosa aliyapinga kabisa madai yaliyotolewa na Trump, akisema hakuna mauaji ya kimbari nchini Afrika Kusini alipozungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Filipina Ndwata, Channel 10 Plus. Asante Filipina Ndwata kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega amelitaka jeshi la polisi kumkamata kiongozi wa mila wa kijiji cha Namwangwa, Chifu Mgalula Mgaya, kwa tuhuma za kusababisha wanafunzi wanaosoma katika shule ya msingi Namwangwa kuanguka na kupoteza fahamu, na hivyo kuwapa hofu wazazi na walimu. Taarifa ya Rosi Chapewa inafafanua zaidi. Walimu na wazazi wa wanafunzi wanaosoma katika shule ya msingi Namwangwa, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, waliomba serikali kuwasaidia kupata ufumbuzi wa changamoto ya wanafunzi kuanguka na kupoteza fahamu katika shule hiyo, hali iliyomlazimu mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega kufika shuleni hapo na kuitisha mkutano wa hadhara na kupiga kura za siri ili kupata ufumbuzi. Nawaza kwamba hata hii changamoto itakapoisha, ikiwezekana hawa watoto wapimwe, watibiwe, kwa maana wamekuwa kama vile wamechanganyikiwa. Kwenye zoezi zima la ufundishaji, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, inatutesa. Huwa tunachukua siku nzima kuanzia asubuhi mpaka saa 4 hadi saa 5 walimu bila kuingia madarasani, ni kushikana na watoto tu. Hata hivyo zoezi hili pia limeleta utoro mkubwa. Mathalan, tarehe 16 Ijumaa tu tulikuwa na idadi ya watoto 60 ambao hawafiki shule. Leo tunao watoto 38 ambao hawajafika. Zoezi la kupiga kura likafanyika. Kura zikaonesha Chifu Mgalula Mgaya ndiye amepata utitiri wa kura kuhusika na tukio hilo.
mkuu wa wilaya akatoa maamuzi haya. Mimi hapa leo nitaondoka na uchifu wenu hapa kwa ajili ya mahojiano zaidi, sawa sawa? Hakikishie tu, yani jambo hili halitafika Jumatatu kwa limeisha. Wazazi wakafurahishwa na maamuzi ya mkuu wa wilaya. Kubaliana na hili, Mila chifu ndiye anaye tuongoza, kwa hiyo ni sahihi kabisa. Tunashukuru serikali hivyo kuja hivi kufuata mkondo wake. Hili swala Wananamwangwa linatusikitisha, na hizo kula tulivyopiga kuwa hizo kula ni halali, sababu ni mara nyingi tunakaa mikutano tunasema baba njoo tusaidie, haonekana hata kwenye mikutano, lakini kwenye mikutano ya kuchangisha hela anaonekana. Tatizo la kuanguka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Namwangwa wilaya ya Mbozi linatajwa kuanza mwaka 2018, lakini limeongezeka kwa kasi kubwa mwaka huu, ambapo kwa siku wanafunzi 28 wanaanguka na kupoteza fahamu. Kutoka wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Wilayani Babati mkoani Manyara wamesema umiliki wa hati ya ardhi unasaidia usalama na kuondoa msongo kwao, hususan wanawake ambao wamekuwa wakinyanyasika na kunyimwa haki za umiliki wa ardhi. Elia Kimani kutokea Babati anayo taarifa kamili. Wananchi hao wamesema hayo wakati wakikabidhiwa hati miliki kupitia kliniki ya ardhi ambayo imeanza kuendeshwa katika halmashauri ya mji wa Babati kupitia divisheni ya ardhi. Furaha yangu sasa nimekuwa nikiwa na miliki maeneo yangu iko mahali salama, kwa sababu tayari nimeshapewa vitu vyote ambavyo vitanilinda, na msongo wa mawazo sasa kwa sasa sina tena, kwa sababu niko tayari kwenye mambo ya kwangu. Hata nikifa leo naweza nikazikwa pale, hata kaburi langu kwa pale, na familia yangu, watoto wajukuu kama hawa wakatambua hapa ni eneo la. Nilipata faraja kubwa sana nikiwa na umri wa miaka 75. Faida hii tulikuwa tuione tukiwa mzaliwa Babati hapa na kulia hapa, ilikuwa nyuma hakuna. Lakini sasa hivi kwa uongozi wa mama, tunamshukuru sana Mungu ampe maisha marefu. Kwa furaha nilionayo mimi kama mzee, kwa sababu ina faida. Ya kwanza, unaweza kuchukua hata kimkopo kidogo ukaendeleza maisha yako. Akizungumzia zoezi hili, msajili msaidizi wa ardhi mkoa wa Manyara Kidori Mbaga amesema ni mpango wa serikali kupitia Wizara ya Ardhi kuhakikisha inaongezea wananchi usalama wa maeneo wanayomiliki pamoja na kuondoa migogoro ya ardhi. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha, kwa ajili ya kutoa hati, na pia tunafanya hili zoezi kwa ajili ya usalama wa hati miliki. Kwamba mtu anapopata hati ya umiliki wa ardhi anakuwa na uhakika wa usalama wa kipande cha ardhi anachokimiliki. Katika kliniki ya ardhi tunapima maeneo ya wananchi na kutoa hati, lakini vile vile tunatatua migogoro ya ardhi. Mji wa Babati tumelenga kutembea mitaa yote. Zoezi hili tulianza tarehe 17 mwezi wa 3. Mpaka sasa hivi tumeshatembea mitaa 5. Lakini pia tumepokea migogoro mingi ya mipaka, tumetatua. Tumetoa elimu pia kwa wananchi kuhusu umiliki wa ardhi kwa mujibu wa sheria. Zoezi hili kwa sasa limefikia zaidi ya wananchi 2000 katika halmashauri ya mji wa Babati, huku likitarajiwa kuendelea katika halmashauri nyingine za mkoa wa Manyara. Kutoka wilaya ya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepuuzilia mbali uvumi kwamba yeye na rais wa Marekani Donald Trump wana tofauti. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Uvumi juu ya mvutano baina ya washirika hao wawili uliibuka baada ya ziara ya Trump kwenye mataifa matatu ya Ghuba, na ambayo ilikuwa ya kwanza ya kigeni tangu arejee madarakani mwezi Januari, lakini hakwenda Israel. Hatua hiyo ilichochea mitazamo kutoka kwa baadhi ya waangalizi kwamba huenda Trump tayari amechoshwa na vita kwenye ukanda wa Gaza, ambako Israel imezidisha mashambulizi katika wiki za karibuni. Netanyahu amewaambia waandishi wa habari jana usiku kwamba amezungumza na Trump aliyemhakikishia kwamba bado anasimama pamoja na kiongozi huyo na Israeli. Aidha, amesema amezungumza na makamu wa rais JD Vance aliyemtaka kuzipuuza taarifa hizo za uzushi kuhusu mpasuko kati ya serikali ya Marekani na Israel. Kwenye ziara yake nchini Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu, Trump
alitia saini mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Plus. Bodi ya nyama Tanzania TMB imefunga maduka 15 ya wafanyabiashara wa nyama mkoani Ruvuma kwa kushindwa kuzingatia sheria na miongozo ya bodi katika kuhakikisha wanasajili biashara zao pamoja na kupima afya kwa lengo la kumlinda mlaji dhidi ya magonjwa mbalimbali yanayoenezwa kwa mfumo wa hewa ikiwemo ugonjwa wa TB. Tupate taarifa kamili. Kanda ya Nyanda za Juu Kusini Steven Salu amesema katika ukaguzi walioufanya kwa wadau waliopo kwenye mnyororo wa thamani katika manispaa ya Songea wamebaini wengi wao hawatumii vifaa vinavyostahili vya kuhifadhia nyama ambazo zinatoka machinjioni, huku wengi wao wakiwa hawajasajiliwa na mamlaka husika. Na kwa nini tunasema kwamba bucha isajiliwe kabla ya kuanza biashara? Ili sasa kuhakikisha kutupa nafasi sisi wataalamu kama bodi ya nyama tuweze kulikagua lile bucha, kuhakikisha vigezo vyote vinavyostahili ndani ya bucha vimetimilika, ndipo waweze kuanza biashara. Kwa hiyo endapo bucha haitosajiliwa, basi kimsingi hiyo bucha inatakiwa iwe imefungwa, hiyo moja. Lakini kwa bucha zote zile ambazo zinatumia vifaa ambavyo havistahili, na wenyewe hizo bucha tunasitisha huduma kwa muda mpaka zitakapokidhi vile vigezo ambavyo tunavihitaji kwa mujibu wa sheria. Aidha, Bwana Salu amesema baadhi ya watoa huduma wameshindwa kumlinda mlaji baada ya kubainika kutokuwa na vyeti ambavyo vimethibitishwa na daktari kama wako na afya njema katika kuwahudumia wananchi. Endapo atakuwa ana TB, kwa hiyo yeye ni rahisi zaidi kusambaza vile vijidudu kwa wateja wao kupitia nyama wanayonunua. Kwa hivyo basi ni jambo la msingi sana ili sasa kuendelea kwenda na ile kauli mbiu ya bodi ya nyama, ni kwamba nyama bora na salama kwa wote, ni kwamba wanatakiwa apime afya kama sheria inavyosema. Maana yake tutakuwa na afya yetu iko vizuri, maana yake hata wateja wetu kidogo watakuwa wanapata nyama nzuri, maana yake sisi afya yetu itakuwa report mama. Kwa hiyo tunawaambia bodi kwamba sisi tutatekeleza yale ambayo wametuelekeza. Mula ujao watakokuwa wanakuja kutoka Dodoma, watakuta kila kitu tuko kwenye standard. Katika ukaguzi huo, maduka 50 ya nyama yaliyopo mjini Songea yamebainika kutokidhi vigezo, huku 10 tu ndiyo yanastahili kutoa huduma kwa wananchi. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na usafi wa mazingira manispaa ya Singida SUWASA inatarajia kukamilisha mradi wa kimkakati wa kukusanya na kutibu maji taka mwezi Julai mwaka huu utakaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.73, ambapo baada ya kukamilika unawezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi kando ya mradi huo, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia maji na mbolea itakayozalishwa hapo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Unaenda sambamba na ujenzi wa maabara ya kisasa ili kuthibitisha ubora wa maji na mbolea ili kuwa salama kwa matumizi yaliyokusudiwa, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji. Tuna uhakika kabisa watu watapata mbolea ile bora, ambaye ubora huo utapimwa kutokana na uwepo wa maabara kama mnavyoona jengo hapo, na hata maji ambayo yatakuwa yanaachiwa yatakuwa kwenye ubora hali ya juu, kwa sababu pamoja na hivyo nimekuambia kwamba tutakuwa tunadhibitisha kupitia uwepo wa jengo letu la maabara ambao utakuwa na vifaa vyote vya udhibitishaji wa ubora wa vitu hivyo. Baadhi ya wananchi wa Singida wameishukuru serikali kwa mradi huo, huku akielezea utayari wao wa kuchangamkia fursa za kiuchumi zitokanazo na mradi huo. Kwanza umetuhifadhi katika sehemu ya uchafu, maji taka yatakuwa yamekusanywa kwenye eneo moja, lakini hivyo basi tunanufaika kufuatana na maji yanayopatikana kwa ajili ya umwagiliaji wa miti, mboga ambazo pia zitatusababishia vijana wetu kupata ajira. Tunaendelea kumshukuru mama, na hivi sasa tunaoona mradi unaendelea kukamilika ni jambo la kushukuru sana. Sisi vijana tumejiandaa timu mbalimbali na vikundi mbalimbali kwa ajili ya kulima, kuwekeza mboga, tunajiajiri sisi wenyewe pia. Na washauri watu wote, hasa wakina mama wa mkoa wa Singida, kujitokeza kwa wingi kujipatia haya maeneo kwa ajili ya kuanza kilimo hichi cha umwagiliaji, ili waweze kufanya shughuli za kilimo wao wenyewe, waweze kupanda hizo mboga na hatimaye kuziuza wao wenyewe,
ili waweze kujipatia kipato. Utazalisha ajira ndogo ndogo, lakini bado utaboresha afya za wananchi, kwa sababu lengo la madhumuni ni kuchakata ile maji kutoka maji taka kwenda kwenye maji ambayo yatatuzalishia mboga mboga. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa SUWASA ameweka wazi mpango wa mamlaka hiyo wa kupanua mfumo huo kwa mji mzima wa Singida utakaosafirisha maji taka kutoka manyumbani moja kwa moja hadi kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya kutibiwa. Ujenzi wa mabwawa haya ni sehemu tu ya mradi mkubwa unaoendelea. Usanifu mpaka hivi sasa umeshakamilika wa kuhakikisha kwamba mji wote wa Singida unakuwa na mfumo wa kutibu maji taka, kwa maana kwamba kuanzia kwenye household mpaka kwenye mabwawa, kwamba kutakuwa na network ya maji taka. Kwa hiyo mwananchi yote anapozalisha maji taka, hayo maji na maana yanaondoka kwenye eneo lake na kwenda kwenye eneo la kutibiwa. Kwa hiyo kuna mradi mkubwa nje ya mradi huu, kuna mradi mkubwa ambao usanifu umeshafanyika. Sasa hivi inatafutwa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huu mradi unakamilika. Kwa hiyo mji mzima utakuwa umeenea na mfumo wa maji taka. Leonard Mwacha, Channel 10, Singida. Na Leonard Mwacha kutokea huko Singida. Mkutano wa BAF Canada wakubaliana kuwa na msimamo mmoja ndani ya G7. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa tajiri kiviwanda duniani ya kundi la G7 wamepuuza mvutano uliosababishwa na hatua ya Rais Donald Trump ya kutangaza ushuru wa ziada. Viongozi hao waliokutana jana huko BAF nchini Canada badala yake wametafuta msimamo wa pamoja kuhakikisha mkutano huo unafanikiwa kupata makubaliano kuhusu tamko la pamoja ambalo halikugusia suala hilo la ushuru. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na hatua ya kuiunga mkono Ukraine, vitisho vya mataifa kama China, pamoja na namna ya kukabiliana na uhalifu wa kifedha na biashara ya mihadarati. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10+. Channel 10+. Mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amekemea vikali tabia ya wananchi wanaokata miti kwa ajili ya mkaa kuacha tabia hiyo mara moja, huku akiwataka kujenga utamaduni wa kupanda miti ili kuendeleza utunzaji wa mazingira. Jimmy Mengele ana ripoti. Bungo halmashauri ya wilaya Morogoro ambapo amesema serikali itaendelea kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa wale watakaoharibu mazingira kwa kukata miti, kuchoma misitu na wachoma mkaa. Na tumekuwa na wimbi kubwa sana la ukataji wa miti ovyo bila ya kupanda miti. Tunapokata miti tukumbuke kupanda miti, lakini tusikate miti ovyo bila ya kibali. Kumekuwa na wimbi kubwa la ukataji wa miti kwa sababu ya mkaa. Wananchi wanakuja kulalamika pale. Wamekamatwa na wakala wa misitu Tanzania TFS hapa Morogoro. Wanabeba mikaa kwenye pikipiki zao. Naomba niwaambie, mtaendelea kukamatwa mkibeba mikaa kwenye bodaboda zenu na pikipiki zenu. Wala hatutoneana haya kwenye jambo hilo. Lazima sheria ifuate mkondo wake. Kwa upande wake Dr. Charles Kilawe, mwadhiri mwandamizi kutoka Chuo cha Sokoine cha Kilimo SUA, ambaye pia ni mkuu wa mradi wa urejeshaji mazingira asili katika msitu wa Kimboza, mradi ambao unadhaminiwa na mfuko wa ruzuku ndogo ya mazingira duniani, ameeleza majukumu ya msingi ambayo wanatekeleza katika msitu wa Kimboza. Kundi la kwanza ni kuzuia moto. Shughuli nyingine tunayofanya ni kupunguza uvamizi wa mimea ya misederea. Miti ya misederea ni miti mizuri, lakini kwa hifadhini sio mizuri kwa sababu ni miti michoyo. Ikishaota mahali inazuia miti mingine kuota. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, tuna shughuli za kuleta maendeleo kwa watu kiuchumi. Tuna ufugaji wa nyuki unafanyika hapa, tumeshaweka mizinga takribani 50.
Stanley Kweka, mhifadhi mwandamizi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, ameeleza faida ya msitu huo katika jamii. Jamii zinazozunguka hifadhi ya Kimboza hutumia mimea ya asili kwa tiba. Watalii wanaweza kujifunza kuhusu matumizi ya mimea hii na tamaduni za wenyeji. Tunaamini jamii inayozunguka hifadhi ya Kimboza itaitumia hii fursa adimu ya upatikanaji wa miti ya asili ambayo aidha imetoweka au ipo katika hatari ya kutoweka kutoka katika kitalu hiki na kufanya urejeshaji katika maeneo yao kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Sio kuwa ya kawaida, madiwani katika halmashauri ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa wametoa tamko la kukosa imani na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Shafii Kasim Penda. Willibrod Sumia anaarifu zaidi. Tamko hilo limetolewa na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Kalambo Bosco Kapufi na kuungwa mkono na madiwani. Tamko la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo, kwanza hawana imani na mkurugenzi. Hawako tayari kufanya kazi na mkurugenzi huyu bwana Shafii Mpenda, na wanaomba vyombo husika, mkaguzi wa ndani aje afanye ukaguzi kwenye halmashauri kwa sababu malalamiko ni mengi na hoja sio sahihi. Na mamlaka husika zitupatie mkurugenzi mwingine ambaye anaweza kufanya kazi. Tunamkataa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo Shafii Mpenda kwa sababu miradi yote ambayo Mheshimiwa Rais ameleta fedha, ikiwepo miradi ya shule ya Kipwa milioni 701 haijakamilika, miaka 5 haijakamilika mpaka leo. Kuna mradi wa Regeza Mwendo wa kituo cha afya milioni 700 haujakamilika mpaka leo. Kuna mradi wa Kanyezi kituo cha afya milioni 400 haujakamilika mpaka leo. Kuna mradi milioni 400 kituo cha afya Samazi, majengo ni magofu. Mkuu wa wilaya ya Kalambo Dr. Lazaro Komba amekiri kuwepo kwa mgogoro na kuomba wananchi kuwa watulivu wakati serikali inaushughulikia. Kweli mimi pia nimepata taarifa hizi za tofauti iliyopo baina ya waheshimiwa madiwani wakiwa wanaongozwa na mwenyekiti wao wa halmashauri. Moja ya sababu zilizopelekea kutoelewana ni kushindwa kwa mkurugenzi mtendaji kutoa taarifa sahihi za hoja ambazo zilikuwa zimewekwa mezani na waheshimiwa madiwani, ikiwa ni pamoja na kutaka kufahamu kwa nini halmashauri inashindwa kukusanya mapato ya kutosha wakati vyanzo vya mapato vipo. Waandishi wa habari walipofika ofisini kwa mkurugenzi Shafii Mpenda, afisa habari wa halmashauri ya Kalambo amesema hali ya mkurugenzi sio nzuri, hawezi kujibu chochote. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Willibrod Sumia, Channel 10. Wananchi wa kitongoji cha Kibosha katika kata ya Mapinga Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kumchukulia hatua za kisheria Peter Junior ambaye anadaiwa kutaka kupora ardhi sambamba na kuvunja nyumba za wakazi wa eneo hilo. Taarifa zaidi na Margaret Malisa. Eneo hilo lenye hekari 17, kaya zaidi ya 100 na wakazi zaidi ya 300, tayari nyumba 12 zimevunjwa huku nyingine zikiwekewa alama ya X, hali ambayo imekuwa ikizua taharuki kama wanavyoeleza wananchi hao. Mimi ninachoomba serikali yetu kwanza iunde task force ya kuweza kumtafuta Peter Junior na kuweza kumhoji kwa umri wake na hapa alipofikia maeneo anayapataje. Mimi pia ni mhanga, nilivunjiwa hapa na nyumba yangu ilionyeshwa hapa kwenye TV. Kwa hiyo hata ndani nilikuwa na mgonjwa ambao ni baba yangu namlea hapo namsaidia, alifia kwenye huo mtingishiko. Mimi ninaposema hapa familia yangu baadhi ishahamisha kutegemea kama nitavunjiwa nife mimi mwenyewe, familia ibaki. Huyu Peter Junior sisi anatunyanyasa sana. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Shabani Athumani ameelezea namna serikali ya kijiji hicho ilivyoanza kufanya kazi sakata hilo, ambapo tayari wamejiridhisha kuwa mtu huyo ni tapeli wa maeneo ya ardhi. Salamu zenu nimewaambia, nimewapa salamu kutoka kwa DC. Sawa sawa Nimewapa salamu, nimewaambia kutoka kwa RC, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sawa sawa Kwa niwahakikishie Daktari Samia anawapenda. Uongozi wa mkoa uko imara, uongozi wa wilaya uko imara, uongozi wa kata uko imara.
lakini mimi mziwanda wao kitongojini hapa niko imara kweli kweli. Kufuatia changamoto hiyo, Channel 10 imemtafuta kwa njia ya simu mlalamikiwa huyo Peter Junior na kaelezea namna alivyopata eneo hilo. Mahakama ilitoa maelekezo sisi ambao tushtakiane sisi kwa wasisi. Mimi nikaamua kumchagua mtu ambaye anasema apate, nikamshtaki Peter Maro, nikashinda. Hao ambao wanasema hawataki kutoka walinunua eneo hilo mwaka 2023 kwa watu ambao walishashindwa. Margaret Malisa, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amekabidhi magari mapya kwa wakuu wa wilaya ya Musoma na Tarime, magari yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yaliyogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 500, huku akiwataka wakuu hao wa wilaya kwenda kuyatumia kutatua kero za wananchi. Musa Makali anaarifu kutoka Mara. Magari hayo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais yana thamani ya shilingi milioni 504,766 na shilingi 600. Ni hafla fupi ya kukabidhi magari kwa wakuu wa wilaya Musoma na Tarime yanayogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 500 yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi aikabidhi magari haya, anatoa rai kwa wakuu wa wilaya kwenda kuyatumia kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo hakuna kisingizio cha kusema sikuweza kufika kona ile, barabara ilikuwa hii barabara mbaya ndio yanataka hayapendi lami. Na nyie mkwepe lami, tukavitumie vyombo hivi vizuri. Kama sote tulivyo mashahidi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akijali tasnia zote. Sasa kwa sisi viongozi tunapopewa vyombo hivi ni kwa ajili ya kufanyia kazi, ni zana za kutendea kazi. Twendeni tukawatumikie wananchi, twendeni tukatatue kero, twendeni muestablish clinics huko maeneo mbalimbali, mkatatue kero za wananchi. Kero za ardhi ni nyingi sana katika mkoa wa Mara. Nendeni mkawasikilize. Nendeni mkatatue mizozo mingine inayotokea kwenye jamii zetu huko. Wakuu wa wilaya waliopokea magari haya ahadi wakaitoa. Kwenda kuhakikisha tunawafikia, tunasikiliza na kutatua changamoto za wananchi. Lakini pili, tutahakikisha kwamba fedha zote ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwenye miradi itakuwa ni jukumu letu kuhakikisha tunasimamia na kufuatilia miradi hiyo. Gari hii ni gari ya wananchi wa Tarime kwa ajili ya kwenda kuwatumikia, na kwa niaba ya wananchi wa Tarime nimshukuru pia Mheshimiwa Rais tena kwa kutuwezesha kufika kwenye kona zote za wilaya, na niahidi kwamba tunaenda kufanya hiyo kazi kwa uaminifu mkubwa, kwa uzalendo, lakini pia kwa kutii maelekezo yake kama alivyotuelekeza. Zaidi ya shilingi milioni 500 zinatumika kuleta magari haya kwa wakuu wa wilaya ya Musoma pamoja na Tarime, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akikabidhi magari haya kwa wakuu wa wilaya hawa anawataka kwenda kuimarisha utendaji kazi kwa wananchi na kuwafikia kwa wananchi kwa urahisi. Kutoka hapa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amelaani ajali mbaya wakati wa uzinduzi wa meli mpya ya kivita siku ya Alhamisi na kuita kitendo cha uhalifu ambacho hakiwezi kuvumiliwa. Tupate undani wa taarifa hii. Sehemu ya chini ya meli hiyo yenye uwezo wa kuangamiza tani 5,000 iliharibiwa na hivyo kusababisha meli kukosa usawa, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Kim ambaye alikuwepo kwenye uzinduzi huo ameagiza kurejeshwa kwa meli hiyo kabla ya mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi Juni, na kwa wale waliohusika kutengeneza meli hiyo wawajibishwe kwa tukio hilo ambalo alisema liliharibu sana heshima na fahari ya taifa lao kwa papo hapo. Vyombo vya habari vya serikali havikutaja majeruhi au majeraha yoyote kutokana na tukio hilo. Aliongeza kuwa makosa ya kutowajibika ya wale waliohusika yatashughulikiwa katika mkutano wa jumla mwezi ujao. Haijabainika ni adhabu gani wanaweza kukabiliwa nayo, lakini serikali ya kimabavu yenye rekodi mbaya ya haki za binadamu. Sio kawaida kwa Korea Kaskazini kufichua hadharani ajali za ndani, ingawa imefanya hivyo mara kadhaa huko nyuma. Novemba mwaka jana ilielezea mlipuko wa anga wa satellite ya kijeshi miezi 6 mapema kama ushindi mkubwa, na ilikosoa maafisa ambao walifanya matayarisho bila kuwajibika kwa hilo.
Esther Mtebe, Channel 10+. Vyama vya ushirika nchini vimetakiwa kutumia mifumo ya kidigitali na kuachana na mifumo ya analogi katika kutafuta masoko na kutatua changamoto za udanganyifu wa bei, huku jambo hilo likitajwa kuwa litaongeza na kukuza thamani ya mazao mbalimbali. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera katika jukwaa la vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya na kuwataka viongozi wa vyama hivyo kuboresha mifumo hiyo ikiwemo mfumo wa TMS ili kuweza kupunguza changamoto za udanganyifu na kupandisha thamani ya mazao ikiwemo zao la kakao pamoja na tumbaku. Na hiyo tunatumia TMS ni tehama na tunaona mabadiliko makubwa kwenye mazao mbalimbali tunaendelea nayo. Mimi nitoe rai, yaani vyama vya ushirika si vyama vikuu, mkimesa kutenda zaidi kwenye masuala ya mauzo ya mazao, kwenye mazao ya ushirika, hasa kakao kulegea. Kwa kweli tutakuwa na msamaha tena. Wale watunza magara, wasafirishaji, chama kikuu, watu wa ushirika, lakini na wale ushirika wenyewe ndio hapo. Lazima tushikamane kwa pamoja kupambana na udanganyifu kwenye masuala ya mauzo ya mazao yetu ya chakula na biashara. Sasa ndio maana tunatumia tehama. Tehama maana yake mojawapo ni TMS. Lakini waombe na wenzetu wa TMS wasimamie vizuri minada. Bei ifanyike iwe vizuri, maana bei haipandi mpaka leo, sioni bei inapanda ndani ya mazao ya kakao. Toka ilikuwa 19 hadi 19 Kwa kweli vyama vya ushirika vya mkoa wa Mbeya vimesimama kweli kweli. Na kusema kweli kweli kwa sababu tuna vyama vya ushirika vya aina mbalimbali. Tuna vyama vya ushirika vya mazao, unaona? Na kwenye mazao tumeona wote nyinyi mashahidi. Mtaona kwa mfano kwenye tumbaku. Lakini tukienda kwenye zao la kokoa au kakao ambalo linalimwa katika wilaya ya Kyela. Hapo tumeona kuna mafanikio makubwa sana. Nafikiri ni zao ambalo sasa hivi linaweza kuwa linaongoza kwa bei nzuri. Unaona? Bei sasa hivi inakwenda wastani kama shilingi 25,000 kwa kilo moja ya kakao, na inauzwa kwa mfumo wa stakabadhi kupitia minada. Sasa wakulima wananufaika kwa kiasi kikubwa sana. Mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania Bartholomeo Daudi ameeleza umuhimu wa vyama vya ushirika Tanzania na kwamba vyama hivyo vimekuwa chanzo cha wakulima kuungana kwa pamoja na kupata fursa mbalimbali, huku washiriki wa jukwaa hilo wamesema shirika ni tasnia ambayo inagusa kwenye kila sekta unayojua wewe. Utakuwa kwenye kilimo, utakuwa kwenye fedha, utakuwa kwenye madini, utakuwa kwenye chochote unachojua wewe, ushirika upo. Na kwa hiyo hii ni mojawapo ya nguzo muhimu sana kwa serikali na nchi katika uchumi. Inaunganisha watu wa rika mbalimbali na sekta mbalimbali kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi. Tunajua kwa nchi kama Tanzania watu wengi ni wale ambao wanaishi katika mazingira ya tunasema uchumi mdogo, na ili kupata uchumi mkubwa lazima muungane, tofauti na nchi zingine ambazo mnajua zinakuwa na watu masetra na nini. Kwa huko kwa masetra natarajia baada ya jukwaa hili, kwanza nitakuwa nimefahamu shughuli mbalimbali zinazofanywa na vyama vya ushirika, vyama vya akiba na kukopa, lakini pia vyama vya AMCOS vinajishughulisha na mazao mbalimbali, lakini nitapata kujua faida ambazo vyama au wanaushirika wanazipata kutokana na vyama vya ushirika. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Ya mkoa wa Njombe imewataka wawekezaji katika sekta ya misitu kutoka kwenye halmashauri za mkoa huo wanaosafirisha bidhaa ya vinia kwenda nje ya nchi kuhakikisha wanasimamia usalama wa wafanyakazi wao mahala pa kazi, kufuata sheria za nchi ikiwemo kulipa kodi stahiki na kuchangia katika uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti kwa kasi zaidi. Taarifa zaidi na Michael Patrick.
Kauli hiyo imetolewa katika kikao kilichowakutanisha wadau wa sekta ya misitu na wafanyabiashara kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa mkoa, ambapo katibu tawala wa mkoa wa Njombe Judika Omari amebainisha dosari zilizobainika kwenye viwanda mbalimbali. Wamepewa leseni zote za biashara za serikali. Serikali yetu ina staa sana. Tunawapa tukitegemea pia waweke mazingira bora. Lakini ushirikiano unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mazingira ya kazi hayapo vizuri kiafya, lakini kiutendaji, lakini usalama mahala pa kazi ni mdogo. Pale ni mitambo ya mashine ya kuchana mbao, ni mashine kubwa na kali ambazo zinaweza zikamdhuru mtu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amehoji uwekezaji wa viwanda hivyo kwenye vijiji unawanufaisha vipi wananchi wenye ardhi. Kijiji ambacho hicho kiwanda kipo kinafaidikaje na uwekezaji? Tanzania leo tuna sheria ya CSR. Hawa watu wana mchango gani hapo kwenye kijiji, wanarejesha nini kwenye ile jamii? Ni kweli ukienda pale kwenye viwanda vile na sijui unaweza kuingia vipi, lazima uwe na kampuni ndio uweze kuingia pale. Hadi hapa na kasoro moja hivi. Wakiwa pale ofisini wanaweza kusema tutaajiri mkalimani, tutaajiri afisa rasilimali watu, tutaajiri mwasibu, lakini unaweza kukuta mkalimani huyo anafanya kazi ya mwasibu, huyo anafanya kazi za HR. Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Njombe Specialized Oule amewataka wawekezaji wanaokodisha ardhi kufuata taratibu za ulipaji wa kodi. Wakikiuka kufuata hizi sheria na taratibu za kodi. Mfano hapa tumesikia kwamba afisa ardhi akisema wengi wamekodisha. Kwa hiyo tunahitaji pia ile kodi yetu ya withholding tax on rental. Ni Michael Patrick, Channel 10 Njombe. Naam, mtazamaji, ndivyo hivyo tunahitimisha sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Na sasa moja kwa moja tunajiunga na mwenzetu Winga Teleza, ukipenda unaweza kumuita Witness Ngalawa, atujuze kwa upande wa habari za michezo na burudani. Channel 10 Plus. Shukrani Fatuma Hassan, mwanamichezo. Karibu tujuzane masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Karibu. Moja kwa moja taarifa yangu inaanzia visiwani Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa zawadi maalum kwa timu ya Simba Sports Club kwa kugharamia matumizi ya uwanja wa New Amani Complex bila gharama yoyote kwa ajili ya kucheza fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utapigwa Jumapili ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025 majira ya saa 10 kamili jioni. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu kutoka Zanzibar. Wadau hao wa michezo wamesema hatua ya Rais Mwinyi kugharamia uwanja huo na kuutoa kwa ajili ya timu ya Simba ni kuonesha ukomavu wake na dhamira yake ya kukuza michezo. Lakini sio kama unaona labda Dr. Hussein Mwinyi labda Simba. Motisha kwa sababu ni sehemu, Simba ni sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo hata nyie Yanga mkija mkicheza, Hussein Mwinyi bado atatoa gharama hizo. Hakuna shida. Popote kwenye Simba Yanga wapo, lakini nadhani jambo zuri, jambo la faraja kwa yoyote atakayekuja kucheza. Na sio klabu kutoka bara, hata vya Zanzibar. KMKM na Malindi vikifika finali, Dr. Hussein Mwinyi, Mwenyezi Mungu amweke salama, amweke haya, mpe afya njema, atatoa kwa sababu uwezo wa kutoa nao na anajua faida ya kutoa, kwamba kuna faida mbele yake. Ukitoa unajua kuna faida mbele yako. Kwa sababu amekuwa ni mwanamichezo wa kweli, ameonyesha kwamba nini inamgusa kwenye michezo, na vile vile hii itatumika kama motisha kwa wachezaji na uongozi wa Simba kuweza kufanya vizuri. Ni jambo kubwa sana ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya, kwa sababu unaposaidia harama za uwanja manake umeisaidia timu kuiondolea harama, na zile pesa ambazo wamepanga kufanyia harama zitasaidia kwenye mambo mengine. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunampongeza sana. Wamesema mbali ya mchezo wa Simba dhidi ya timu ya Berkane pia utasaidia kukuza na kutangaza utalii wa Zanzibar. Kwamba mechi kubwa inachezwa katika uwanja wa kisasa. Baada ya uwanja kufanywa marekebisho makubwa,
na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hassan Mwinyi kufanya sasa uwanja wa kisasa. Kwa hiyo kwetu faraja, tutapata kuona na tutajifundisha. Kwa vile vile tuwapongeze Simba kwa kuona kwamba iko haja kubwa kuleta mpira Zanzibar. Kwa sababu fainali kama hii siku yetu haijawahi kuchezwa. Kwa hiyo tumepata fursa hii na fursa ni kwetu nzuri kwa Zanzibar. Tunawapongeza sana chama cha soka ambacho kimeamua kuleta fainali hii hapa kwetu Zanzibar. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kuweza kuridhia yale maombi ya CAF kuja kuleta mechi Zanzibar, na pia tunawatakia kila laheri wekundu wa Msimbazi Simba waweze kuchukua kombe ndani ya visiwa vya Zanzibar kwa sababu itakuwa ni historia kubwa kwetu. Tayari timu ya Simba ipo visiwani Zanzibar ikijiandaa na mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya timu ya Berkane, huku Simba ikitarajiwa kupindua meza baada ya mchezo awali kuambulia kipigo cha mabao 2-0. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Nikisalia bado huko visiwani Zanzibar, uongozi wa klabu ya Simba kupitia idara ya habari na mawasiliano umezindua rasmi hamasa visiwani humo kuelekea mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Zaidi na mwanamchezo wetu Esther Mtebe. Hamasa hizo zimezinduliwa na meneja wa idara ya habari na mawasiliano Simba Sports Club Ahmed Ali, ambapo amesema kuwa wanasimba wanatakiwa kuiunga mkono timu yao kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo ambao Simba wanakwenda kucheza wakiwa nyuma kwa magoli 2-0 baada ya kupoteza mchezo wa kwanza wakiwa ugenini, huku akiweka wazi lengo la Simba kwenda kutoa ubingwa msimu huu. Wachezaji wetu wako tayari, benchi la ufundi liko tayari, na kwa kuwa hii ndo mechi ya mwisho, basi wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana. Usiogope kuumia, kwa sababu baada ya mechi hii hatukudai chochote. Hata ikiwezekana kufia hapo uwanjani, baada ya mechi hii hatukudai chochote. Wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, Simba tuchukue ubingwa. Wachezaji wetu watoe maarifa yao yote, baada ya mechi hii hakuna mechi nyingine ya kimataifa. Katika hatua nyingine, Ahmed Ali ameweka wazi ratiba za kwenda kutoa misaada kwa watoto wenye mahitaji maalum sambamba na kufanya dua ya kumwombea hayati Abeid Amani Karume, huku akiwataka wanasimba kununua tiketi kwa wingi. Kwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Mnafahamu ili jambo ni nyeti, lazima tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuomba msaada wake, atubariki, aturuzuku, na kwa rehema zake Simba tuweze kuchukua ubingwa. Kumwombea dua hayati Rais Mwinyi katika makazi yake ya milele maeneo ya Mwanga Pwani. Mmetuhujumu 93, mgeni akiwa Rais Mwinyi, kikombe kimeondoka. Jumapili hapa mgeni Rais Mwinyi, mtu na baba yake, alafu mtuhujumu, hamtoki. Hatukubali, lazima kikombe kibaki, lazima kikombe kibaki, hatukubali. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Kutoka Dodoma, wanariadha wakimbiaji zaidi ya 12,000 wa ndani na nje ya nchi wanatarajia kushiriki mbio za kimataifa za NBC Dodoma Marathon msimu wa 6 zinazotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi Julai mwaka huu jijini Dodoma, ambapo waandaaji wa mbio hizo wakiwataka Watanzania kushiriki kwa wingi. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mbio hizo za kimataifa ambazo mwaka huu zitafanyika msimu wake wa 6 zikiwa na lengo la kukusanya fedha kiasi cha shilingi milioni 700 ambazo zitasaidia kuendeleza mapambano dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi, kupanua ufadhili wa wakunga hadi kufikia wakunga 200, pamoja na kuanzisha mpango mpya wa kufadhili masomo ya wauguzi 100 kwa ajili ya watoto wenye changamoto ya usonji. Tulifanya vizuri sana na mwaka huu tunataka tufikie wakimbiaji 12,000. Hilo ni lengo letu. Na kama nilivyosema, tumeanza ufunguzi, pamoja kwamba ufunguzi rasmi umeanza leo. Tulianza na ufunguzi wa punguzo ambao tumeona umekwenda vizuri kabisa, umefika 100%. Kwa hiyo kwa kuwa tumefungua leo, tuna uhakika by mwezi wa 6 mwishoni tutakuwa tumefikia lengo letu la wakimbiaji 12,000. Nichukue nafasi hii tu
kuwakaribisha Watanzania wote tukakimbie Dodoma. Tumeweza kuwafikia zaidi ya wilaya 78 kwa kipindi cha miaka hii yote mitano. Lakini kingine zaidi, tumeweza kuwafundisha watu wa huduma zaidi ya 250 ambao wanatoka kwenye vituo vya afya kwenye wilaya 78. Hii inamaanisha nini? Huduma hii itakuwa ni endelevu, uweze kushiriki kwa mchango wao wa hali na mali, na pia hata kufanya mazoezi pia ni sehemu ya kupambana na ugonjwa huu wa saratani. Achana na labda kutoa kama makampuni labda mnatoa vifaa, lakini pia kuna utoaji wa elimu. Ndio kitu hicho ambacho kimetuvutia sisi zaidi. Katika kuendeleza na kuzalisha vipaji vipya vya mchezo wa mpira wa kikapu nchini, wadau wa mchezo huo wameaswa kuwekeza kwenye eneo la miundombinu ya viwanja ili vipaji vinavyosakwa viweze kushiriki mchezo huu bila vikwazo vyovyote. Wito huo umetolewa na kocha mpira wa kikapu nchini Bahati Mgunda wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo na kusema kuwa eneo la kuzalisha vipaji liende sambamba na uwekezaji wa miundombinu ya viwanja. Hali kuna mwongozo kutoka kwenye chama cha mpira wa kikapu mkoa Tanzania, pia kutoka kwenye baraza la michezo kwamba ni miongoni mwa michezo, mpira wa kikapu ni miongoni mwa michezo ambayo inapewa kipaumbele. Kwa hiyo tunaendeleza juhudi hizo kama wadau, kujaribu kusambaza, kujaribu kutoa elimu kwa watu wengine, kwa sababu ukiangalia nilipokuwa Igunga nilipata nafasi kaenda mpaka Tabora mjini. Tabora ni miongoni mwa maeneo ambao mpira wa kikapu ulianza. Uliingia Tanzania kwa kasi na ulisambaa kwa kasi sana, kutoa na viwanja vingi, lakini bado ukiangalia ile magoli yaliyokuwepo bado ni ya kizamani, yani picha zile ni za kizamani sana. Kwa hiyo ni maeneo ambayo naamini tukiendelea kupeleka program nyingi kama hivi, mashindano ya Miseta yanafanyika pale, naamini itaenda taratibu inabadilisha na mikoa ya jirani nao wanaifuatilia. Na upande wa ndondi, msimu wa 4 wa pigano la masumbwi lililopewa jina la Knockout ya Mama linatarajiwa kufanyika Mei 24 kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam, ambapo mabondia Toa Kiduku pamoja na Idi Pialare watapanda ulingoni siku hiyo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwandaji wa pigano hilo, mkurugenzi wa kampuni ya Mafia Boxing Promotion, amesema jukwaa hilo ni sehemu ya 4 kwa vijana wa Kitanzania kuonesha vipaji vyao, ambapo pigano moja kati ya 13 litakuwa la kuleta mkanda wa WBO Global. Usiku ambao utasheheni vijana wengi wenye vipaji vya hali ya juu, usiku ambao utakuwa ni ushindani wa aina yake. Vijana wetu hawa Kitanzania wanakwenda kupigana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Ni usiku ambao utakuwa na bouts takriban 13 ambao tunao mabondia hawa Kitanzania. Dula Mbabe atapigana na bondia kutoka Malawi, Toa Kiduku atapigana na bondia kutoka Malawi, Oscar Richard vile anapigana na bondia kutoka Kenya. Tuna Idi Pialali naye atapigana vile bondia kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Sambamba na hilo, Zayumba ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wapenzi wa mchezo wa ngumi kuja kutoa sapoti, huku baadhi ya mabondia wakieleza matarajio yao. Tufike wa Tanzania kuja kumsapoti Mchanja Yohana kuhakikisha kwamba mkanda huu wa WBO unaendelea kubaki katika ardhi hii ya Tanzania, na tumejaribu kuweka viingilio rafiki sana ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, kwamba Tanzania atalipia kiwango cha shilingi 5,000, shilingi 10,000 na shilingi 20,000, viingilio aina 3 tu. Yeye ni legend wa hizo ngumi, ashacheza na mabingwa kina Mbwana Matumla hapa Tanzania, kina Fadhili Majia, pia anakwenda kukutana naye. Kikubwa tu hadi yangu kwa Tanzania ni ushindi tu, na KO lazima imuhusu. Kwanza mimi nimefurahi kupata nafasi na Mafia Boxing kwa sababu sijaonesha umeili wangu. Mimi ni Simba lakini sijaonesha Simba wangu katika Mafia Boxing. Kwa hiyo kunipa hii fursa ya kuanza kucheza tarehe 24, nataka nionyeshe umeili wangu Mafia Boxing. Njoo muone Toa Kiduku, njoo uwaone mabondia mahiri kina Idi Pialare wanavopambana na kuipambania nchi yetu. Kwa hiyo kikubwa tusimwangushe mama, tuje kwenye Knockout ya Mama season 4. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Namna hivyo, taarifa ya masumbwi ndio inaniwekea utuo viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Huyu hapa msimulizi wetu. Klabu ya Tottenham Hotspur imefanikiwa kutoa taji la Liga ya Europa baada ya kuifunga Manchester United kwa ushindi wa 1-0 lilofungwa kupitia kwa Brennan Johnson aliyeunganisha krosi safi ya Pape Matar Sarr katika fainali iliyofanyika katika uwanja wa San Mamés, Bilbao, Hispania.
Ushindi huo unaenda kumaliza ukame wa miaka 17 wa mataji, ambapo mara ya mwisho walitoa taji baada ya kuifunga Chelsea mabao 2-1 katika fainali ya kombe la ligi mwaka 2008. Walishinda kombe la Europa mara ya mwisho mwaka 1984. Mlinzi wa Spurs Mickey van de Ven na mlinda mlango Guglielmo Vicario walifanya jitihada binafsi za kuhakikisha hawafungwi bao lolote na kuihakikishia Spurs ushindi katika fainali hiyo. Kocha wa Spurs Ange Postecoglou amekuwa shujaa baada ya dakika 90 akitimiza kauli yake ya kuwa huwa anashinda ubingwa katika msimu wake wa pili na klabu yoyote anayoifundisha, akiachia maswali wakosoaji wake. Kwa upande wa United, licha ya kupoteza fainali hiyo, lakini taarifa za ndani ya klabu zinasema bado ana imani kubwa na kocha wao Ruben Amorim, huku akiahidi kufanya mabadiliko ya kutosha katika kikosi chao kuelekea msimu ujao. Asante kwa kutujuza yale ambayo yamejiri katika anga la michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo natamatisha leo yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, nikurejeshe kwake Fatuma Hassan aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Naam, asante sana Winga Teleza kwa kuweza kutupitisha kwa upande wa michezo na burudani, na ndivyo ambavyo tunaweza kuhitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan, ninakuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati mpendwa mtazamaji kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Joyce Makwata. Karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo, ambapo tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo ya Ziwa Victoria. Maeneo ya kaskazini mwa Ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kusini mwa Ziwa Tanganyika, maeneo ya Ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania imetoa angalizo la matarajio ya kupata vipindi vya upepo mkali katika maeneo haya ya ukanda wote wa pwani, Ziwa Nyasa pamoja na maeneo ya kusini mwa Ziwa Tanganyika. Hivyo wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi wanashauriwa kuchukua hatua stahiki kupunguza madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Mifumo ya anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hata hivyo, nyakati za usiku tunatarajia katika mkoa wa Kigoma na maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache. Ukanda wote wa pwani kijumuisha mkoa wa Morogoro kutajwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa usiku huu, na maeneo mengine yote ya nchi yaliyosalia kwa ujumla yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho tunatarajia maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wote wa pwani pamoja na mkoa wa Morogoro kutajwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tunatarajia maeneo ya kanda ya kati, maeneo ya Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla kwa siku ya kesho. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya leo hatuna la ziada. Asante, tunakutakia usiku mwema. Channel 10 Plus.